kuanzia mstari wa 19 mpaka 23. Nami nitakuposa uwe wangu kwa milele, naam, nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema. Nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Tena itakuwa siku hiyo, mimi nitaitika, asema Bwana, nitaziitikia mbingu, nazo zitaitikia nchi, nayo nchi itaitikia nafaka na divai na mafuta, nayo yataitikia Yezreeli. Nami nitapanda katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe, nami nitamrehemu yeye asiyepewa rehema. Nami nitawaambia wale wasiokuwa watu wangu, ninyi ndunyi watu wangu, nao watasema, wewe ndiwe Mungu wangu. Amen. Hii ni neno la unabii ambalo ulikuwa umetolewa kuhusu sisi mataifa. Watu ambao hawakuwa wa Mungu wataitwa watu wa Mungu, na wengi walikufa katika Israeli wakingojea nafasi hii. Ikawa katika mataifa unabii huko umejulikana, na ninashukuru Mungu sababu leo sisi tuko na baraka kubwa, sababu sisi ni kisasi kile ambacho kincha hii neema. Na nataka kuzungumzia ndoa yako na Yesu, ndoa yangu na Yesu Kristo. Haleluya. Na ni vizuri tukumbuke kwa dhamiri zetu, ndoa ni kitu kinahitaji nidhamu kubwa sana. Ndoa ni kitu kinahitaji nidhamu ya ulimi. Ndoa ni kitu kinahitaji nidhamu ya matendo. Ndoa ni kitu kinahitaji nidhamu ya utiifu, na ndoa ni kitu kinahitaji nidhamu katika kutenda, na ndoa inahitaji nidhamu kubwa sana. Bwana Yesu ainuliwe. Na wale washaikosa nidhamu katika ndoa washaipoteza ndoa, lakini wale walitunza nidhamu katika ndoa wametunza ndoa sawa. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo neno hili linapolinganishwa hivyo ni kama linatufundisha tuwe makini sana, kwa sababu tuko katika ndoa kati yetu na Kristo Yesu. Yesu ndiye bwana harusi, nasi ndiyo bibi harusi. Na kwa hivyo ilitabiriwa, na leo tunaweza kujifunia kuwa warithi wa ndoa ya Kristo Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Na ikiwa kabisa dhamiri yetu itakumbuka kabisa tuko katika ndoa, na tutakubaliana kwamba tuko katika ndoa yetu na Kristo, tutahitaji tujenge dhamiri ya ndoa. Bwana Yesu ainuliwe. Ndoa ina sehemu inazungumzwa tu na macho. Ndoa ina sehemu inazungumzwa na matendo, na ndoa ina sehemu unakimbia ukagharamike ili utunze ndoa yako. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna services ambazo Kristo anatupea ambazo ni excellence. Hizo services ni sisi tunastahili kupay attention na kusiangalia. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu kama utakuwa mtu yoyote ambaye aangalii services zile anapokea kwa Yesu na vile Yesu amesidi kuleta neema fulani maishani mwako, utakaa tu kwa stage moja ya upendo. Ukisema nampenda Yesu, unajua hata shetani anaweza sema hivyo, oh pole, na yeyote anaweza sema hivyo. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo ni vizuri wakati nasema nampenda Yesu, ndani yangu nina msisimko wa kitu fulani. Bwana Yesu ainuliwe. Nilikuwa nazungumzia ndoa yetu na Yesu, na nafikiri kidogo umenielewa kwa nini nataka kuzungumza mambo ya Yesu, na kwa nini niko na kiu na Yesu, na kwa nini niko na msisimko na Yesu. At the end of 21st years ameanza kutenda. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo Biblia inasema, tulikuwa tunasoma Hosea 2:19 mpaka 23. 19 ikasema, nami nitakuposa uwe wangu
wa milele. Hiyo neno naipenda, nitakuposa. I will engage you that you may become mine forever and ever. Say, Jesus, take me as your wife forever and ever. It's so beautiful for this prophetic. Nitakuposa uwe wangu wa milele. Haleluya. Part B inasema nitakuposa kwa haki. Atatumia njia ya kichekani, atakuposa kwa haki. Haleluya. Kasi wewe alimwaga damu msalabani ili wewe ununuliwe kwa haki. Atakuposa kwa haki. Ametununua kwa haki, kwa dhamana kamili. Haleluya. Part C ya 19 inasema hivi, na kwa hukumu na kwa ufadhili. Na kwa hukumu nitakununua, na kwa ufadhili. Ni mfadhili sana. Like you see, I have a testimony. Katika mwaka wa 2021 sasa mchengo umeanza. Huo ni ufadhili. Unaona, kwa haki number 1, ya pili kwa hukumu. Haleluya. Amehukumu kifo na mauti, akakupa kuishi. Ya tatu kwa ufadhili, yeye anakufadhili. That's why 99% ya watu hapa hawana kazi permanent, lakini they survive because yeye ni wa haki. Amekuoa kwa haki, unaona, na kwa ufadhili na kwa rehema. I love that. Ya ine ni kwa rehema, yaani rehema za Kristo zatosha maishani mwako. Natamani ufahamu rehema za Kristo zilizo juu yako ni mingi sana, na natamani usifahamu na usikubali ili sitoshe katika maisha yako. Usiwe unatafuta kingine chochote, lakini mwambie Bwana, rehema zako zanitosha, ufadhili wako yanitosha, haki yako yanitosha, hukumu yako Yesu yanitosha. Ndoa yako nifunze kuitunza. Halo. Unajua vitu vyote upeano duniani lazima usomee kusitunza, sababu chochote utakapokosa kukitunza utakipoteza. Narudia tena, vitu vyote vipeanovyo duniani lazima ujifunze kusitunza, sababu chochote umekipata lazima ukitunze, na usipo kukitunza utakipoteza. Bwana Yesu ainuliwe. Mama Mshunemi alijua hivi, na alivyojua hivyo akajengea nabii kanyumba kwa nyumba yake pale juu, ili atunze neema ambayo ameipata kwa nabii. Akatunza hiyo neema, na siku moja akahitaji, wakati mwana wake aligojeka na kufa, akahitaji ile neema, akamwendea Elisha, akamleta kwa kale kanyumba. Alikuwa amelalisha huyo mtoto kwa hapo kanyumba. Ni vizuri uwe na kanyumba ambako ndiko Yesu mnakutananga. Na wakati Elisha alikuja pale, akafufua ule mtoto ule mama, na akawa hai tena. Ni muhimu sana kufahamu kutunza neema. Halo. Nataka tuwe na experience ya kutunza ndoa yetu na Yesu, sababu ikiwa tutatunza ndoa yetu na Yesu, basi tutaipoteza, na ikiwa tutaipoteza, basi uzima wa milele na ufadhili na haki na hukumu tumesipoteza sote. Bwana Yesu ainuliwe. Ni muhimu tujifunze kwamba tuko hapa, tumepewa na tunahitaji kutunza. Yesu ni bwana harusi, nahitaji kutunza ndoa yangu na yeye. Ameniposa kwa haki na amenipa vitu vinne. Ya kwanza amenipa haki, ya pili amenipa hukumu, ya tatu amenipa ufadhili, ya nne amenipa rehema. Bwana Yesu ainuliwe. Nahitaji hekima ya kutunza hii ndoa, sababu nikitunza hii ndoa, vitu hivi vitabaki pamoja na mimi. Jina la Yesu liinuliwe. Haleluya. Na kwa hivyo kupungukiwa kutaisha, sababu viko na vinafanya kazi pamoja nami. Huyu Yesu ni wa ajabu. Huyu Yesu anatenda maajabu. Ndoa yake naipenda. Haleluya. Angalia mstari wa 20, nasema aje? Ninasema, nami nitakuposa
kwa uaminifu. Thank you Jesus. Nitakuposa, nitakuoa kwa uaminifu. Hata tumia ukora, hata kudanganya. Unajua ni wangapi wameshaiolewa kwa ujanja? Na naomba tu mioyo yenu Bwana Yesu aishikilie, msikuwe atet, lakini tumeumizwa. Bwana Yesu ainuliwe. Maisha yangu ya kale, kuna mtu aliingia katika maisha yangu na akaniumiza, akaniweka nguraro, majiraha ambayo yalichukua miaka kupona, na kila mtu hapa ako na majiraha ya kwake. Ndiposa Yesu akuokoe, anakuokoa sababu ulikuwa ukiisha na ulikuwa umewekwa majiraha ya kifo. Kama kuna mtu alikuwa amewekwa majiraha ya kifo, ni mimi. Nilikuwa nimewekwa majiraha ya kifo, na Yesu akaja maishani mwangu, akanifufua, akanirestore, na leo hii akanipa kwa haki, akanipa kitu kizuri. Na hii anaposema ameniposa kwa haki, kwa uaminifu, nasema asante, kwa sababu nilikuwa nimeposwa kwa ujeuri. Na kutabiria kwa jina la Yesu, usiingie kwa ndoa ya ujeuri. Na natabiri kwa jina la Yesu, ikiwa uko kwa ndoa ya ujeuri, Bwana iponye, sababu ndoa ya ujeuri inaua. Nasema ndoa ya ujeuri inaua. Utajaribu kusimama kuwa mtakatifu na itasindikana, sababu unaumizwa na mjeuri. Jina la Yesu liinuliwe. Ndoa ya ujeuri inaua. Na kwa hivyo Yesu anasema but A of 20, nami nitakuposa kwa uaminifu. But B, nawe utamjua Bwana. Ataniposa kwa uaminifu na atafungua njia nimjue Bwana. Haleluya! Ni nini ambayo nahitaji kujua ikiwa sio Bwana? Nataka kujua Yesu na uweza wa kufufuka kwake. Kitabu cha Wakolosai kinatuambia tutamani kupenda nguvu za Bwana na nguvu zilizomfufua. Tuna vitu mingi sana tunakuja kufuatilia kanisani, lakini leo na kuzungumzia kutunza ndoa yako na Yesu. Amekuposa kwa uaminifu, hakukuposa kama mkora, hakukuposa kwa udanganyifu. Yesu hakukuposa kwa hepi, hakukuposa kwa wasabu, amekuposa kwa haki. Haleluya! Na ni vyema kitu chochote cha haki na uaminifu ukitunze kwa haki na uaminifu. Tunza ndoa yako, tembea na Yesu wakati wote unapoenda kutumia mwili wako vile unavyotaka. Chunguza kama umemtulisha Bwana wako, na kama utakuwa mcheuri kwake. Chunguza vile unavyotumia mwili wako, chunguza vile unavyotumia ulimi wako, chunguza vile unavyotumia kile ambacho amekupa. Na ikiwa utaanza kukitumia vizuri, na ikiwa utaanza kuaminika kwa ndoa, lazima mtatembea na yeye na lazima ataringa na wewe. Jina la Yesu liinuliwe. Ni vizuri umfanyie bwana yako mema hata kama hajakufanyia chochote, lakini huyu Yesu ni mwaminifu, ametufanyia mengi kabla hatujafanya. Kile kimetubakisha ni sisi kutii na kukubali ndoa yake na kutembea na yeye. Haleluya! Kuna wakati mwingine utapata na majaribu ya mwili, unasikia na ni kama naweza. Unaona? Bwana Yesu ainuliwe. Si unajua mahali unafunjiangwa na unasikia ni kama wengine hata wanaponyokanga kidogo tu, ni kama kingeumana hapo. Haleluya! Lakini ikiwa unataka kushinda hizo vita, kwa ukikumbuka wewe ni mke wa Yesu, kumbuka maagano ya ndoa, kumbuka. Haleluya! Katika Waefeso ameongea na akasema yale mambo ambayo hataki tuyatumie miili yetu kwayo. Si unawajua hayo mambo ameyaongea, akasema haya hayatakuwa na mtu yeyote ambaye ameitanishwa nami na ingie. Tunza. Kuna vitu mingi sana na vitamani, lakini nakumbuka ndoa yangu na Yesu na namwambia Yesu, wema wako na unitoshe. Bwana Yesu ainuliwe. Wema wako na unitoshe, sababu mimi ni mwanaume na niko katika mwili.
na dada ambao tunahudumu nao hapa na wale ambao ni washirika wangu ni watu wazuri na ni watoto watiifu sana. Niliweka sheria miaka mingi imepita kwamba siwezi ingia nyumba ya mwanadada. Haleluya! Kwa nini? Nawapenda, na kwa hivyo lazima nijizuie. Bwana Yesu ainuliwe. Na ninafunza. Nashukuru Mungu sababu kanisa letu lina ushirika asubuhi, jioni na kila wakati usiku wa manane na mchana. Kila wakati tuko kanisani. Sisi hata hatuna siku ya kuabudu wa saa ni gani. Tuko hapa kuabudu Bwana kila wakati, na Mungu ametupa hiyo neema. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa nini? Sababu kunaye Bwana ambaye nasalimu amri chini yake, na tii chini yake, na anguka chini yake. Na inahitajika wakati wote napoanguka kwa mume wangu, nianguke kwa uaminifu sababu aliniposa kwa uaminifu, nianguke kwa haki sababu aliniposa kwa haki. Ninapoanguka mbele zake, nianguke akiangalia, anasema ni mke mzuri, ni mke mtiifu, ni mke mwaminifu. Haleluya! Ni vizuri kuwa mke mwaminifu. Nazungumzia ndoa yetu na Yesu ambayo ni ya bahati. We are not account in the kingdom, but by the love of Jesus and the grace of the Lord, today we are being account inside the house of the Lord. Ni kwa neema. Bwana Yesu ainuliwe. Wacha tuone part C. Part C ya 20 inasema nini? Asema Bwana. Part C inasema nawe utamjua Bwana. Haleluya. Sema, nafungua moyo wangu, nifundishe kumjua Bwana, ni rehemu nimjue Bwana kwa maono, kwa ndoto, kwa neno, kwa sauti, kwa roho wake. Tuangalie 21 tena, 21 part A. Tena itakuwa siku hiyo mimi itaitika, asema Bwana. Angalia, sababu umemjua, umeolewa, umekubali ndoa na umemjua, anasema atakusikia. Utaita, ataitika. Mpendwa, ukiharibu ndoa yako na Yesu, usiende kumuita. Kwanza tengeneza, ambia Roho nisaidie, nimrudie Bwana, nitengeneze uhusiano. Anaweka hakika kwamba ataitika. 21 tena itakuwa siku hiyo mimi nitaitika, asema Bwana. Part B, part C, nitasitikia mbingu. Part C, D, nazo zitaitika nchi. Naona milango hapo sasa imefunguliwa. Milango yako mpendwa haifunguliwi sababu uliokoka, inafunguliwa sababu umetunza ile uhusiano. Anaweka agano, anasema ataitika. Mbingu itaitika na dunia itaitika, atakuitikia. Ukifika maeneo haya sasa, unaweza kuanza kubadilisha maisha ya watu wengine, sababu unaitikiwa na Bwana usiku na mchana. Umekuwa bibi aliyeposwa kwa uaminifu, naye akatunza uaminifu. Si Mungu atusaidie? Si Yesu aturehemu, atufundishe kutunza ndoa, atufundishe kukaa kwa wema wake, atufundishe kutochafua. Sababu kuna watu wako ni kama wamesomea chafuko, wanachafua kwa maneno, wanachafua kwa matendo, wanachafua kutumia mwili wao vibaya. Si Mungu atusaidie tutumie mwili wetu kwa utukufu wa Mungu. Si Mungu atusaidie tutumie ulimi wetu kwa utukufu wa Bwana. Si Mungu atusaidie tutembee kwa mwangaza, sababu Yesu aliangaza maishani mwetu. Isaia 60 anasema nuru nayo ilikuwa ya watu. Isaia 60 verse, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litasifunika kabila za watu, bali Bwana atakushukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Utukufu wa Bwana unastahili, hakujalishi kuna uovu kiasi gani.
bali utukufu wa Bwana unastahili kuonekana. 22 inasema hivi, nayo nchi itaitikia na nafaka na divei na mafuta, nayo yataitikia Israeli. Sasa angalia, hii ni sehemu 22 ni sehemu ya kubarikiwa. Haleluya! Vitu zote za dhamana wakati huo ndizo hizi sina neno hapa. Mpendwa, kufika katika prosperity ambayo tunapenda kuhubiriwa na tunainuka na vitu tukisema I possess na tunaweka sadaka, ni kasafari. Hello? For your prosperity, it is a journey. You need to walk with Jesus. You need to mark your steps. Hatua zako lazima usiweke alama. Unatoka wapi na Yesu? Mumepika wapi? Munaenda wapi? Ni kasafari. Unafika mahali mbingu inakuitikia, na 22 inasikia mafuta na vitu vyote vya dhamana zinaanza kukufuata na kukupata. Watu wanapenda kuwa na vitu vikubwa vya dunia, magari makubwa, manyumba makubwa, ya estate kubwa, zile za heshima, lakini ni kasafari mpendwa. Jina la Yesu liinuliwe. As the way we possess blessing and the way we say amen to the blessing, angalia ndoa yako na Yesu, angalia jinsi unavyotembea na Yesu. Salimisha mwili wako kwa Yesu, kama vile Warumi 12:1 inasema, na Warumi 12:2 nayo inasema, usichukue mitindo ya dunia, bali kuwa na mtindo wa Kikristo. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna kulipia gharama. Kila mke anayejenga ngoma inakuja kupendeka, ni kasafari. Wanatembea na mumewe, kakuvumilia, kakutii, kasafari ka unyenyekevu, kasafari ka kushirikiana na mumewe katika investment. Unapofika uone mke ako na miaka 60 na mume ako na miaka 70 na wamejenga kiboma kizuri, wako na mang'ombe mazuri, wako na mabusi mazuri, wanaendesha magari mazuri. Kuna kasafari ka miaka 30 na wametembea. Kuna kasafari wameenda ka miaka 40. Ndipo unaona watu wameelea na wameridhika na wamepata amani, lakini ndani ya hiyo amani kuna kasafari mpendwa. Wengi leo wamewithdraw safari yao na Yesu. Wengi leo wamewithdraw safari ya Yesu. Haleluya! Nimekuja kukuambia mpendwa, safari yako na Yesu uiweke alama. Uwe ukijua nimefika hapa na Yesu amekuwa mwaminifu kiwango hiki, na ninatamani zaidi kama vile Yesu amefika kiwango hiki, natamani kuona kile ambacho anaenda kufanya mara ya pili. So ndio wakati naweka alama na kumwambia Yesu nisaidie. Hey, Yesu nisaidie kwa maeneo ya pili, sababu nimefahamu uko tayari kutenda. Jina la Yesu liinuliwe. Kanisa la Bwana, Yesu alikuposa kwa haki. Simama katika haki. Shinda tamaa za mwili, shinda tamaa za dunia, shinda tamaa za mbinguni. Kaa peke yako na Yesu, tembea na Bwana Yesu. Sasa ingine mtolee ushuhuda, mwambie nilitamani kile, lakini nitajinyima sababu ya uhusiano wangu na wewe. Haleluya! Unajua wakati mwingine watu wanahitaji kuwa approved by people, but you need to be approved by the Spirit of the Lord to the Lord. Hello? Wacha Roho wa Bwana atoe ushuhuda wako kwake Bwana. Wacha Roho Mtakatifu atoe ushuhuda wako kwake Bwana, ya kwamba wewe umetembea na Bwana, umepiga vita, umekafa, umeheshimu ndoa na umesalimu amri. Jina la Bwana liinuliwe. Halo? Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you my Father. I love you Jesus. Mstari wa mwisho 23. Mpanda, nami nitampanda katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe. Part B, nami nitamrehemu yeye asiyepewa rehema. Haleluya. Kitu cha kwanza atakupanda, yaani kisasi chako akitaondoka duniani. Behind you, your descendants watatembea na Yesu, watakuwa wamestambulishiwa, watakuwa wamepandwa. Haleluya. Part B inasema
katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe, nami nitamrehemu yeye asiyerehemiwa. Utapata kuna mtoto wako anaondokea, hajui kile kilifanyika kwa babu yake, na kwa hivyo Bwana atamrehemu asiyerehemika. Yaani ametenda mambo yasiyo ya maana, lakini Bwana atamrehemu. Sababu aliapa kukupanda. Kukupanda ni kuachwa na kisasi chako, baada ya kisasi. Tena anasema atarehemu asiyerehemika. Mtoto ni muovu, ni mfukaji wa bangi, amepita kule, lakini ulitumikia Mungu, huyo mtoto atarehemiwa, ataokolewa na Bwana, hataenda jehanamu. Bwana ameapa atakupanda, Bwana ameapa atakurehemu, atarehemu kisasi kiovu, atakisimamisha. Kaeni kwa ndoa ya Yesu, kaeni kwa ufahamu huu. Tunza ndoa yako na Yesu. Haleluya! Atarehemu asiyerehemika. Haleluya! Nami nitarehemu yeye asiyerehemiwa, nami nitawaambia wale wasiokuwa watu wangu, nyinyi ndinyi watu wangu, nao watasema wewe ndiwe Mungu wetu. Atawahubiria mwenyewe. Baada yangu Mungu atahubiria watoto wangu, atahubiria kisasi changu. Hata kikikwama kwa matope ya dunia kitaokolewa. Unajua dunia inaenda ikiwa mbaya zaidi, lakini kisasi cha mtakatifu kitahubiriwa na Bwana na kitaokolewa na Jehova. Haleluya! Watoto wangu, watoto wa Jose, watoto wa Grace, watoto wangu wa kiroho, kutakuwa na rehema nyuma ya kisasi chetu, ikiwa tutatunza harusi, ikiwa tutatunza upana, ikiwa tutatunza maagano. Tunza hiyo fasi, usiichafue. Harusi, kumbuka, ni ya kwako, ya kwangu ni ya kwangu, ya kwako ni ya kwako. Itunze mpendwa. Jina la Yesu liinuliwe. Harusi yangu itakusimamisha mbele ya Bwana, haitakupitisha, ila harusi ya kwako itakufanya uwekwe crown ya queen. Haleluya! Jiangalie ukiwa na crown ya queen, sababu umetembea kwa uaminifu mbele ya mume wako. Jina la Yesu liinuliwe. Wacheni wapendwa, tukubali kuaminika. Tukubali kuaminika kwa vitu vidogo na vitu vikubwa. Tukubali kuaminika katika kila njia. Tukubali kuaminika katika matendo. Tukubali kuaminika katika safari ya imani, katika jina la Yesu.